Karibu tena kwenye channel yetu Tuongee TV, na leo hii nimekuletea mada ambayo nitazungumzia mambo 10 ambayo we kama kijana inatakiwa uyafahamu, na hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia, maana haya maisha kila mtu anajali kitu ambacho kitamfaidisha yeye peke yake. Kwa maana hiyo, naomba utege sikio we kama kijana mwenye umri wa miaka 18 mpaka 25 uweze kujifunza ni mambo gani ambayo hakuna mtu yoyote ambaye atakwambia, na wewe inapaswa uyafahamu. Kisha baada ya kumaliza kusikiliza utacomment, utaniambia ni pointi gani ambayo imekushika zaidi. Jambo la kwanza ni hakuna anayekuja kukuokoa. Ni wengi sana tunaahidiwa na ndugu zetu kwamba tukishamaliza masomo tutapata kazi, watatuajiri, watatusaidia kupata connection ili tuingie jeshini, watatusaidia kupata connection tuingie katika sekta mbalimbali. Lakini la hasha, we kama kijana mwenye umri wa miaka 18 ya kubidi ufahamu ya kwamba hakuna ambaye atakayekuja kukusaidia isipokuwa mzazi wako, mama yako basi. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulifahamu, muda ndio mtaji mkubwa kuliko pesa. Muda wako ndo mtaji mkubwa kuliko pesa. Fanya kila kitu kinachowezekana kufanyika kwa muda sahihi, jitahidi ukifanye. Usije ukaendekeza pesa mbele ukasahau ya kwamba muda unakimbia. Jitahidi sana kila unachokifanya ukifanye ndani ya muda. Muda huu haurudi nyuma. Itafika tu na miaka 30 utakumbuka kwamba nilitamani nifanye kitu fulani lakini muda ulishaenda. Jambo la tatu, talent pekee haitoshi bila nidhamu. Watu wengi sana wamepotea kwa kujigamba kwamba wanajua kucheza mpira, wanajua kucheza netball, wanajua kuimba, wanajua maybe kudance, wanajua kufanyeje, wana talent ya kupiga kinanda, wana talent mbalimbali ambazo ziko sokoni. Lakini nikwambie tu kijana, ukiwa na talent bila kuwa na nidhamu, hakuna kitu chochote ambacho utafanya. Tunaona wasanii wengi ambao wamepotea ni kukosa nidhamu. Tunaona wachezaji wengi ambao wamepotea kwenye talenti zao ni sababu ya kukosa nidhamu. Hivyo nidhamu iweke iwe mbele kuliko talenti yako. 4 ni kwamba marafiki wengi sio wa kudumu. Kaa ukilijua la kwamba marafiki ulionao sasa hivi ipo siku wataondoka mbali na wewe, hawatakujali tena, watapata kazi, wataajiriwa sehemu na hawatakukumbuka tena. Hivyo jitahidi sana kuwa na marafiki ambao ni wa faida kwa wakati huu. Jitahidi sana kupambania maisha yako. 5, social media sio maisha halisi. Wengi wanapoteza muda sana kwa kuangalia mafanikio ya watu wanayoposti, iwe TikTok, iwe Instagram. Wengi wanafuatilia maisha wadada wanavyoishi mitandaoni, wanashindwa kujua yale ni maisha ya mtandaoni na sio uhalisia wao. Usipoteze muda kwa kitu ambacho hakikufaidishi na kitu chochote kichwani. Jambo la 6, afya yako ni msingi na ndiyo nguzo ya kila kitu. Jali sana afya yako. Hakuna mtu ambaye atakusaidia kuangalia afya yako wewe. Endapo ukiumwa, watu watakuuguza, watatumia pesa nyingi ili wewe upone wazazi wako. Hivyo jali sana afya yako, ni muhimu sana kuliko kitu chochote kile duniani. Namba 7, elimu pekee haitoshi kufanikiwa. Jitahidi sana usivimbe na elimu yako. Jishushe uweze kufanya kazi ya kila aina ambayo inaweza kukufanya wewe upige stepu. Namba 8, kuanzia chini sio aibu. Leo kuna mtu amemaliza form 4, amemaliza form 6, anaambiwa ajifunze kushona cherehani lakini hawezi. Anaona kama vile atadharaulika. Anaambiwa uuze maji, jifunze kutengeneza kitu fulani kitakusaidia. Anaona anadharaulika. Jishushe na uweze kuanzia chini, ipo siku Mungu atakuona. Namba 9,
Mapenzi yanaweza kupoteza mwelekeo wako wa maisha. Kuwa makini sana kwenye umri wa miaka 18 mpaka 25, kwani unaweza ukapoteza future yako kwa sababu ya mapenzi. Jitahidi sana mtu ambaye uliye naye asije akavuruga future yako. Jijenge kiakili, jijenge kimwili, ila ukumbuke ya kwamba ukizama kwenye dimbwi la mapenzi ambapo hamna mnapoona mnaelekea, basi inaweza ikakupoteza future yako kabisa na ukatokomea mbali. Namba 10, hakuna shortcut ya mafanikio. Vijana wengi wanawaza wanaingia kwenye michezo ambayo sio sahihi. Vijana wengi naona wanaingia kwenye michezo mfano QNet, wanaingia kwenye biashara ambazo sio sahihi. Tumeona sana serikali yetu inapambana na watu ambao wanajiita QNet. Hii ni sababu ya watu kutaka mafanikio ya shortcut. Nikwambie kijana yangu, hakuna mafanikio unayoyaweza kuyapata kwa njia rahisi. Hakuna mafanikio ya shortcut. Kama unataka mafanikio, anzia chini, jivute taratibu na siku moja utaweza. Ulikuwa nami EWDY Influencer na hii ni Ajira Update. Nimekuletea ili kukufundisha wewe namna gani ambavyo inakubidi akili yako iwe tayari kwa muda wote, iwe tayari kuchanganua mambo na utoe ujinga kichwani. Jishushe chini, fanya kazi. Asante.